Mavara lazima nizungumze kwa umakini mkubwa ili jue hilo jambo. Nafikiri kwamba kila mmoja anajua kitu ambacho kilichokuwa mbele yetu hivi sasa. Nimepunguza sauti, nimependa. Tunakwenda kwenye ligi ya NBC. Naamini kwamba mbele yetu kuna mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini bado kauli yangu lazima niseme Simba kama taasisi tuna sababu, tuna kila haja, jambo ambalo kwa mbele yetu kama taasisi linakwenda kusimama, linakwenda vizuri. Mavara, swala la kadi Simba limekuwa kilio. Na kwa namna ambavyo mimi ninavyoona na namna ambavyo mimi ninavyojua, mwezi wa pili mwakani Simba inakwenda kwenye uchaguzi. Niwaombe sana kwa uadilifu mkubwa wa viongozi wa Simba, wahakikishe wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, kabla uchaguzi haujafika, basi wahakikishe unatoa kadi mpya za wanachama. Kimekuwa kilio kikubwa sana cha wanasimba, na kwa bahati mbaya zaidi wanapakazwa matope viongozi wa Simba mtaani huku. Yako maneno ambayo mimi siyataki kuyathibitisha. Inavyosemekana kuna baadhi ya watu wanapewa kadi. Sasa ili viongozi wa Simba wasiendelee kukashifiwa na kupewa maneno ambayo hayastahili, watoke hadharani kwanza, waje kukana hakuna kadi zinazotoka, lakini cha pili waje kusema lini kadi za wanachama klabu ya Simba watapata wengine. Leo tuna takriban mwaka wa 7. Na bahati nzuri nimpongeze mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu. Alijitokeza miezi 5 iliyopita kwenye mkutano mkuu wa wanachama klabu ya Simba. Akasema kadi zitatoka. Kwa hiyo mimi naamini mchakato unafanywa kazi. Isipokuwa kama viongozi wanapaswa kutoka hadharani kuja kusema. Kuja kusema. Magori yanapaswa kutoka hadharani kuja kusema. Wajumbe wa bodi wanapaswa kutoka kuja hadharani waje waseme. Kama walipata nguvu ya kuja kutamka kwenye mkutano mkuu wa wanachama, ndio chombo cha mwisho. Najua kila mmoja ana tafsiri yake katika hiki ambacho nataka kuzungumza, lakini ukweli utabaki huko. Imefika wakati na haja ya kimsingi wanachama waongezeke ili watu wapate haki ya kwenda kuisupport na kuitetea yao. Kwanza ni mchakato unakwamishwa wapi? Kwenye bodi ya dhamini au kwa upande wa mwenyekiti? Nini ambacho tunakwamisha? Kwanza katika jambo ambalo umenikosea sana mwandishi wa habari kuniuliza hili swali. Nimekosea. Na hili jambo lazima nilizungumza na niweke sawa sawa kwa wanasimba. Kila mmoja aelewe kwenye kichwa chake. Leo hii waandishi wa habari kuna taswira mmeijenga, mkaenda kuwajaza mashabiki wa Simba kuona namna ambavyo Simba kuna Simba ngapi? 2. Mnakwenda kutengeneza tafsiri kwamba kuna Simba ya Mangungu, mnakwenda kutengeneza tafsiri kwamba kuna Simba ya mwekezaji. Mnaikosea Simba. Simba ni hii moja. Sasa yule mtakaruku Sugu. Leo hii mimi naamini Magori akisema Simba imesema. Leo hii naamini kwamba Mangungu akisema Simba imesema. Lakini waandishi wa habari baadhi yenu kwa sababu moyoni kwenda kuyatengeneza kuona na kuna Simba ngapi? Simba 2. Mnaikosea. Ngoja taratibu. Ni wao Sugu. Leo hii mmetengeneza ajenda. Juzi nimeiona. Juzi tulikuwa kwenye tamasha, kwenye mkutano mkuu. Lakini mwandishi ukishika maiki kila mtu anaenda kumuuliza, "Kwa nini Mangungu hajasema?" Ngoja. Wanachama wenu. Nyinyi mmewauliza. Sawa, wanachama wenu. Ngoja, nyinyi mmewauliza. Sasa wewe Mavara wasaidie watu. Si unaamini Simba iko moja? Si unaamini Simba juzi walikuwa kwenye tamasha? Wapi waandishi mlipata nguvu kwenda kuuliza kwa nini Mangungu hajasema? Ni wanachama wenu ndio. Naamini kwamba ule ulikuwa mkutano mkuu au ulikuwa tamasha? Wanachama wenu ndio walizungumza. Wao wamezungumza baada ya kufanyaje? Baada Mangungu. Wao.
Walizungumza Mavara, twende taratibu. Kwa hiyo nani aliyekwenda kuwauliza? Sawa, lakini sio wangejibu. Twende taratibu, twende taratibu, twende taratibu. Wao ndio Kisugu. Twende taratibu. Twende taratibu. Kilichokuwepeni nguvu waandishi wa habari nini ya kwenda kuhoji kusema kwa nini Mangungu hakuongea nini? Ndio tutaka tujue sisi. Wewe nakuuliza, si mwandishi? Watetee waandishi wenzako Mavara. Mwandishi alikuwa sawa. Nguvu mliopata nyinyi waandishi ni nini? Nimtetee Mavara. Mwandishi anazungumza kwa niaba na ni sauti ya wale wasiopata nafasi ya kuuliza waliokuwepo, ndio maana wakawakilisha wengi ambao walikuwa wakizungumza kwamba mwenyekiti hajapata nafasi ya kuzungumza. Jafet mdogo wangu ndo kaingia kichwa kabisa. Wewe mwandishi, kazi yako kwanza unataka kubalance story, alafu ujue niko mara gani na nini kuulizwa kwa hapa nilipo. Kila mwandishi alikuwa anajua kama pale kuna tamasha, ndivyo sivyo? Kila mwandishi anajua pale hakukuwa mkutano mkuu. Ngoja taratibu. Kosa lenu mnakwenda kutengeneza ionekane kwamba Simba kuna Simba ngapi? Mo mwenyewe alizungumza kuna watu wanaomkwamisha ni nani na kwa nini azungumze kwenye tamasha? Tuambie. Swali zuri. Na hii waandishi na kufunueni mjue. Moja, kwanza nimpongeze mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji almaarufu nani? Mo. Aniposema kuna watu wanakwamisha, mimi naamini sio management ya Simba. Ziko taasisi zilizopewa mamlaka zinakwamisha. Ngoja taratibu. Taratibu wewe. Sawa. Nisikilize Mavara. Usinitibue. Basi. Nina ushahidi. Ziko taasisi zinakwenda kukwamisha huu mchakato. Leo taasisi mambo matano ili mchakato ukamilike. Yanatakiwa mambo matano ufanyeje? Yatekelezwe. Unakwenda kwenye taasisi unakupa jambo moja. Ukimaliza ukiwaambia ile jambo lenu nimemaliza, tulisahau na ile nyingine hili limebaki. Nilichomuelewa, watu wanaokwamisha sio management ya Simba. Ziko taasisi zinakwamishwa kwa makusudi. Na sababu ya kukwamisha, bado Mavara tuko katika siasa za mpira wetu na siasa. Leo hii kuna taasisi unakuwa. Yuko kiongozi mmoja nilimwona jana pale, sio vizuri kumtaja jina. Yule ndio kama unakwenda kwenye taasisi yake, jambo la Simba linakwenda Simba kupata mabadiliko anagonga. Ngoja. Sijamtaja mtu jina. Nimesema yule. Au wewe Mavara, akili yako. Fikiria kwenye akili yako kiongozi yoyote ambaye yuko kwenye taasisi kubwa kwenye nchi. Alafu huyo fikiria kwenye akili yako, usiseme kwenye maiki. Na mimi sisemi. Wasikilizaji wataelewa. Kiongozi huyo yuko kwenye taasisi, anatakiwa agonge muhuri kwenye management ya Simba. Akisoma anajua Simba nikigonga muhuri anakwenda kujenga uwanja. Nikigonga muhuri Simba unapata iliza la pili. Nikigonga muhuri Simba anakwenda kuchukua ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Anagonga. Lakini Kisugu. Ngoja Mavara. Basi. Sijamtaja mtu. Sawa. Swali. Anagonga? Mimi sijui. Anaweza kagonga au asigonga. Hiyo ndio maana ya Mo alichozungumza. Lakini Kisugu sawa. Mimi nikupe mfano, siku moja niliingia kwenye ofisi moja, sio vizuri kuitaja jina. Nilipoingia nikapiga jezi yangu safi inayotengenezwa na kampuni ya Diadora chini ya mzabuni wetu nani? Jairut. Aliponiona yule bwana kwanza akacheka. Akamwita askari akamwambia huyu nani kakwambia aingie na jezi yake? Mtoe. Nikatoka. Lakini kwa sababu yeye ni mtani, akakaa akajifikiria, baadaye akamwambia bwana mwiteni yule bwana aje. Mavara, mchakato unakwamisha na baadhi ya taasisi. Leo haiwezekani miaka 10. Bonjo kunaota nyasi kule. Tunakwenda kujenga. Naenda kujenga. Kisugu, pesa yako yeye iko benki. Ukimwona mtu aweki pesa yake benki hana akili. Enzi na mababu zetu ndio walikuwa wanaweka kwenye mitungi, lakini pesa zote sasa zinawekwa benki. Kwa hiyo ukimwona mtu kaeka pesa benki ana akili. Na akisema pesa zangu ziko benki ana akili. Ukimwona mtu pesa zake anasema kaziweka chini ya uvungu, huyo akili hana. Lakini ahadi Mavara, nisikilize. Mavara, una utakachouliza Mavara ukosa majibu. Leo hii Mavara kuna watu wamechukua kuwa ni story. Lakini Mo anawafundisha kwamba pesa inakaa wapi? Inakaa benki. Wewe pesa yako inakaa wapi? Kwenye kibubu Kisugu. Wapi? Nyumbani. Basi bado mshamba. Watu wa Njombe sio washamba.
Kwa hiyo lazima tumpongeze kwa kazi kubwa na kazi nzuri anafanyaje? Anaifanya. Ngoja Mavara. Nataka usimame hapo katikati. Wakati Murtaza Mangungu amezungumza kule Bunju na Magoli akatoa ile speech, mambo akawa mengi sana katikati. Lakini baadaye niona kama picha ya pamoja vile. Watu wanachouliza kwa nini Mangungu hapewi ile kipaumbele? Nyisi ndio mwenyekiti wenu. Kwa sababu vitu vyote kwanza lazima niseme Mavara. Bana nipe kofia kidogo nivae rafiki. Kofia kidogo nivae. Betu hii. Mavara niseme jambo moja katika swali lako. Siku zote kwenye familia yenye mtazamo, yenye watu wengi, yenye maendeleo, lazima mpishano wa kimawazo yawepo. Ukiona familia imekaa haina mpishano wa kimawazo, hiyo sio familia, unaongoza mabupura. Yesu siku moja alipokaa na wanafunzi wake, aliwaambia angalia sasa saa yaja, mwana wa Adamu atasalitiwa. Na atakayemsaliti ni yule ambaye atakayechukua mkono wake wa kuume kutia kwenye bakuli la maji. Na wanafunzi wake 12 na yeye 13. Akatokea mwanafunzi mmoja akasimama akamwambia Bwana, hilo halitawezekana. Yesu akamtazama akamwambia rudi nyuma yangu shetani wewe, kwa sababu ya wazi ya Mungu, ya wazi ya binadamu. Swali, Yesu na wanafunzi wake hajapishana kimtazamo? Tulia Mavara. Yesu na wanafunzi wake hajapishana kimtazamo? Sawa, walipishana. Imani ya Kiislamu, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa. Alipokaa akawa anashindana na watu ambao si Waislamu. Mwenyezi Mungu anatemsha aya anasema kul ya ayyuhal kafirun. Mwisho aya Mwenyezi Mungu anasema lakum dinukum. Mpishano upo. Mimi juzi baada ya kurudi safari nilinunua zabibu zawadi, mtoto wangu akaniambia mimi sili zabibu. Zawadi ulioleta ya zabibu wapi watoto wako wao? Mimi sili. Zabibu sheza kutoka Dodoma. Tema nimenunua katika jimbo la Mtumba. Chini ya mbunge mheshimiwa nani? Anthony Mavunde. Zabibu imekomaa nzuri, lakini anasema katika zawadi ulizozileta mimi sili. Zawadi ipi? Mimi nataka mpira. Alafu mfukoni nimerudi sina hela. Nikaingia kwenye mtandao nikakopa nikampa 10,000. Kwa hiyo Mavara, mpishano wa kimawazo kwenye familia ni jambo la kawaida. Lakini pili ni kuwapongeza management ya Simba. Wamekaa wamerudi hadharani, wamemaliza, Simba inasonga mbele. Lakini leo Mavara unajadili hilo. Unashindwa kujadili kwenye mkutano mkuu viongozi mikono wa kupeana hilo swali ulizi. Usimi kunchokoza utafukuzwa kwenye plesi. Tumalize. Usimalize. Hili ulitaki? Hili ulitaki? Mimi sikuona clip. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asante sana. Wewe Kisugu unataka